Hallelujah. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na ndipo hapa sasa tunataka kuzungumza habari kwamba ukiokoka wokovu wa kweli lazima kwa gharama yoyote ile ufanye bidii ya kuachana na tabia zote zisizofaa. Ukiokoka lazima ufanye bidii ya kuachana na tabia zote zisizompendeza Mungu. Wako watu wengine anaokoka lakini hataki kubadilisha tabia fulani fulani. Anataka akivaa aache matiti hapa wazi. Anatafuta namna ya kujitetea kwamba kama wewe unanitamani shida ni ya kwako. Tatizo sio hilo. Maumbile ya mwanamke yamejengwa katika mtindo ambao sehemu fulani fulani zikiachwa wazi zinamtamanisha, kuanzia bishop mpaka muimbaji mpaka nabii. Mtu atapa macho ikiona habari nyingine inatokea ndani ya maji. Biblia inasema kwamba tuvae mavazi yanayositiri. Come on. Tuvae mavazi yanayositiri. Watu wa Mungu tuwe waangalifu. Tunatetea dhambi. Kwa nini tunatetea dhambi? Tusaidie Yesu. Tunaisitiri dhambi. Kwa nini tunaisitiri dhambi? Tusaidie Yesu. Usije kuwa na sisi tuna vichembe chembe. Tusaidie Yesu. Kwa sababu hatusemi kwamba hatutendi dhambi. Hatusemi kwamba hatutendi dhambi. Lakini anything ina trigger dhambi, you have to hate it. Biblia inasema kumpenda Mungu ni kuchukia uovu. Come on. Muhimu sana hiyo. Kwa sababu Biblia inasema tunapokuwa tunaokoka Mungu analeta Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Yes. Huyo Roho Mtakatifu anapigana na tabia za mwili. Kama hautamsikiliza Roho Mtakatifu atanyamaza. Akinyamaza unafanya mambo yako. Hukumu isikii tena. Unaendelea na mambo yako. Na Biblia inasema kwamba Yesu anasema atakaye kunifuata mimi na ajikane. Kwa hiyo ni point nyingine tunaingia hapo tuweze kuendelea kuelewesha. Kwa hiyo ukiokoka kwa gharama yote lazima ufanye bidii ya kuachana na tabia zote zisizofaa. Tabia ambazo hata watu wa dunia anaweza kukuangalia akasema tunangani huyo? Hapa akitokea mtu akakuangalia wewe na fulani anaona tu wote ni the same. Lazima kuwe na namna ambayo kuna tofauti. Haleluya. Na tulifundishwa. Mimi sijui wokovu sasa hivi unaendaje kwa sababu tunasoma the same Bible. Iliyosomwa na mababu, ikasomwa na mababa na tukaisoma. Kwa hiyo tunavyojifanya kwamba sisi tuko so educated, kwa hiyo tunaweza tukaitafsiri neno hivi. Come on. The Bible Biblia inaongelea wakati wa siku za mwisho mambo ya akili yataongezeka. Biblia inasema iwe na akili kama nani? Nyoka. Kama nyoka. Kwa hiyo kama nyoka na akili unafikiri zama hizi ataleta nini? Come on now. Kama ameleta siku hizi wanaume kuwa na wanaume na wanawake kuwa na wanawake. Unafikiri hata ingia kwenye Biblia na kuibadilisha Biblia ili wote muwe na raha? Tusaidie Yesu. Hallelujah. Unapoitwa ndani ya wokovu kuna raha, lakini ndani ya wokovu lazima ujikane. Ndani ya wokovu lazima utembee kwa utakatifu. Ndani ya wokovu lazima umuogope Mungu. Tusaidie. Biblia inasema kwamba tutembee tukitetemeka. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Moses akasema katika kitabu cha Zaburi, nifundishe kuhesabu siku zangu, teach me how to number my days. Hiyo inaonyesha kwamba alikuwa anatembea kwa uangalifu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Tunasoma kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 33 tuweze kuangalia sasa namna ambavyo kuna gharama katika kumfuata Yesu. Hebu tusome Luka sura ya 14 tuone kuna nini hapo. Mstari wa ngapi? Wa 33. Lakini tutaanza na mstari wa 25. Sura ya 14 mstari wa 25 kuendelea anasema hivi: wakati mmoja umati mkubwa wa watu ulipokuwa ukimfuata Yesu, na yeye Yesu aligeuka akawaambia, mtu yeyote anayekuja kwangu hawezi kuwa mfuasi wangu kama hatanipenda mimi zaidi ya baba yake na mama yake, mke wake na watoto, kaka zake na dada zake, naam, hata maisha yake mwenyewe. Yani kwa lugha nyingine, ukitaka kumfuata Yesu, tukitaka kumfuata Yesu, ni lazima kwa bidii yote tuweze kujua ya kwamba tunapaswa kuweka upendo mkubwa kwa Yesu kuliko kitu kingine chochote, hata maisha yetu wenyewe. Haya.
Nafasi moja hii hapa ya muhimu sana ya kukumbuka. Hii habari ya kumfuata Yesu ina gharama. Luka sura ya 9 mstari wa 23. Tunapokaribia kumaliza. Luka sura ya 9 mstari wa 23. Kiwangu hapa anaweza kanisaidia pia tuweze kusoma. Luka sura ya 9 mstari wa 23. Okay, mstari wa 9. Sura ya 9 13. Mstari wa 13. All right. Sikiliza. Tunasema kwamba 23. 23. Yeah. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, Yes, yeah, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye kuiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Asante sana. Sikiliza. Anasema mtu yeyote atakaye kunifuata mimi, namba 1 lazima ajikane mwenyewe. Kujikana ndio habari ambayo watu wengi sana tumeikataa, inatusumbua. Kujikana lazima tujue namna ya kujikana, kukataa mambo ambayo yanatupa raha, kwa sababu lazima tukumbuke kwamba mwili huu unapingana na roho kabisa. Mwili unataka vitu vya raha vya kufanya mwili ufurahi. Sitaji kuvieleza, unavijua vyote ambavyo mwili unatamani. Maandiko yanataka tuweze kujikana. Na sio hivyo tu, pastor anavyosema. Unajua hii tabia ya mwili ndio inafanya siku hizi hata miujiza haitokei. Tunaishi tumelalia kwenye mwili, na grace ya Mungu inasaidia. Ukiombea mapepo hayatoki. Hata ukiwa na kichwa kinauma, ukiombea mwenye huponi. Kwa nini? Kwa sababu vitu ambavyo ni very serious mbele za Mungu si tunavichukulia juu juu. Jesus. Hatuwezi kuwa na power ya kuheal watu kama we don't walk right. Hallelujah. Sio tu responsibility ya Mungu eti ukiomba tu anajibu. No. Ukiwa unapenda tabia za Mungu, hata kufunga huwezi kufunga. Utapenda kula, na Biblia inasema kuna mambo hayawezekani bila kufunga na kuomba. Come on. Wao unafikiri kwa nini leo watu wameacha kufunga na kuomba? Kwa sababu kuna kipindi kulikuja movement ya faith. A word of faith. So everything I pray through faith I will get it. Kwa hiyo kufunga na kuomba kukaachwa. Sasa kumetoka mambo ya faith, word of faith, now I may get grace. Mungu tusaidie. Vitu ambavyo ni principles za Mungu. Tunazignore. Mungu tusaidie. Ndani ya grace, watu hawaheshimu wachungaji, watu wanasema kinyume na watumishi wa Mungu. Ndani ya grace, niko kwenye grace ya Mungu. Unaongelea wachungaji kama unavyomuongelea sijui nani sijui. Hebu niongezee hapo. Grace, usichanganye grace au neema ya Mungu huwa haiondoi ghadhabu ya Mungu. Ukifuata grace lazima ukubali kwamba grace neema ya Mungu inatufundisha kukataa dhambi. Kitu chochote ambacho ni dhambi lazima grace inayofuata ikuongoze kuweza kukataa dhambi. Hebu tunakaribia kumaliza. Ngoja tuseme maneno haya machache hapa kwa kumalizia. Mateso ndani ya wokovu yalitabiriwa na Yesu mwenyewe. Kwa lugha nyingine, ukiokoka halafu huteseki, husumbuliwi. Wewe chunguza huo wokovu ulionanua namna gani. Kwenye party unaenda, kwenye kilevi upo, unaenda. Kwenye sijui hiki upo. Kwenye kile upo. Mimi unajua Yesu amesema tuwapende watu. Unachanganya, unatakiwa ufundishwe. Kumpenda mtu haimaanishi kwamba lazima ufanye na wewe anataka ufanye wewe. Anayotaka wewe uyafanye, anataka yeye uyafanye. Haimaanishi hivyo. Haya, tusome mstari huu Luka sura 21. Mama mchungaji hapa atasoma Luka sura 21 mstari wa 15 mpaka wa 17. Tuyaangalie mateso ambayo Yesu ameyatabiri. Ukiokoka lazima experience. Kwa sababu mimi nitawapa kinywa na heshima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo. Watesi wenu maana utakuwa na watesi. Endelea. Wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu, na ndugu zenu, wazazi wenu. Endelea. Na jamaa zenu, na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Unasikia hapo? Hebu tuende kwenye clip ya 3. Hii ni tunaingia sehemu ya 3. Kwa hiyo lazima uangalie sehemu ya 3. Haya. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah.